Mtu wa Mungu, kwa nini ujitambulishe mwenyewe au ujijulishe mwenyewe kwa kile ambacho umekifanya cha baraka kwenye maisha ya watu? Kwa kile ambacho umekifanya cha baraka kwenye maisha ya mtu fulani. Kwa nini usiwaache hao watu ambao umewatendea kitu cha baraka au jambo la baraka kwenye maisha yao, ili wao wakujulishe au wao wakutangaze kwa hao watu? Kwa nini usimwache huyo mtu yeye ndiye akujulishe au akutangaze kwa hao watu kwa kile ulichomtendea cha baraka kwenye maisha yake? Mtu wa Mungu, maandiko yanaposema katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 1 kwamba msifanye wema wenu machoni pa watu ili kusudi mpate kutazamwa. Kitendo cha kujitambulisha mwenyewe au kujijulisha mwenyewe, namba moja ni kuichukua nafasi ya Mungu kwa kujitwalia utukufu juu ya hao watu. Namba mbili, kujitangaza mwenyewe au kujijulisha mwenyewe kwa kile ulichokifanya cha baraka kwenye maisha ya watu fulani au kwenye maisha ya mtu fulani, ni kujinua au ni kuwa na kiburi cha kujinua ya kwamba bila wewe hao watu wasingekuwa na hayo mafanikio. Kumbuka ya kwamba Mungu anapotaka kuyafanikisha maisha ya mtu fulani au anapotaka kuyaokoa maisha ya mtu fulani au anapotaka kuyabadilisha maisha ya mtu fulani, hutumia mtu au hutumia watu. Kwa wewe mtu wa Mungu, sio sababu ya huyo mtu kufanikiwa au sio sababu ya huyo mtu kuoa au kuolewa au kusoma au sio sababu ya huyo mtu kuinuliwa. Wewe ni Mungu amekutumia kwa huyo mtu kama daraja, ili huyo mtu apate kuiendea kesho yake, apate kuvuka kuiendea hatima yake. Kwa mtu wa Mungu, usitake kujitangaza au kujinua mbele za watu kwa kile ambacho umekitenda cha baraka kwenye maisha ya watu fulani au kwenye maisha ya mtu fulani. Waache hao watu uliowatendea kitu cha baraka, wao ndio wakujulishe, wao ndio wakutangaze. Mwache huyo mtu uliyemtendea jambo la baraka kwenye maisha yake, yeye ndiye akujulishe, akutangaze mbele za watu. Usije ukasema ya kwamba mimi ndiye nimekuwa sababu ya huyu mtu kuoa au kuolewa. Usije ukasema ya kwamba mimi ndiye nimekuwa sababu ya huyu mtu kuwa na hii biashara kubwa. Usije ukasema ya kwamba mimi ndiye nimekuwa sababu ya huyu mtu kusoma. Kumbuka Mungu alikutumia tu ili hao watu awafanikishe yeye. Kwa hiyo usije ukajitwalia utukufu ukaichukua nafasi ya Mungu juu ya hao watu, kana kwamba wewe ndiye umekuwa chanzo cha wao kufanikiwa, kana kwamba wewe ndio umekuwa sababu ya hao watu kuwa na hayo matokeo. Mtu wa Mungu, usijijulishe mwenyewe wala kujitangaza mwenyewe. Kumbuka ya kwamba tunapokuwa tunatenda mema mbele za watu au juu ya maisha ya watu au juu ya maisha ya mtu fulani, tunajiwekea hazina mbinguni, hatujiwekei hazina kwa watu. Kinachokutesa mtu wa Mungu ni kwamba unapoona ya kwamba unataka wewe ujitangaze au ujijulishe, baada ya kuona kwamba hawa watu hawakujulisha, hawakutangazi, kwa sababu nia yako unapokuwa na mtizamo huo wa kujitangaza au kujijulisha mbele za watu, nia yako ni kwamba wewe ndiye uonekane kwamba ulikuwa sababu ya hao watu kufanikiwa. Wewe ndiye uonekane kwamba ulikuwa sababu ya huyo mtu kuoa au kuolewa, au wewe ndio uliyekuwa sababu ya huyo mtu kusoma au kuwa na hayo mafanikio aliyokuwa nayo. Sasa mtu wa Mungu, kuchukua nafasi hii ya kujitangaza au kujijulisha mbele za watu, badala ya hao watu wao kujulishe au wakutangaze kwa kile ulichowatendea kwenye maisha yao, au badala hayo mtu akutangaze au akujulishe kwa kile ulichomtendea kwenye maisha yake, ni kuamua mtu wa Mungu kuizuia thawabu ya Mungu kwenye maisha yako.